ambao tumekamata nayo watuhumiwa kwa kimiliki, na silaha hizi ambazo nimezitaja zinatumika kwenye uhalifu wa makosa ya kuwania mali ikiwemo wizi na uvunjaji. Na hizi ndio risasi 13 ambazo zilikuwa zinatumika kwenye pistol hii. Hii ni magazine, kwa hiyo magazine imekutwa ikiwa na risasi 13. Hii ni shotgun, kiangalia imetengenezwa kwa kienyeji, lakini inafanya kazi. Imekatwa mtutu umekatwa na kitako kimekatwa ili iwe rahisi kuisafirisha, kuificha. Kwa hiyo ingekuwa ni ndefu, lakini wameikata mtutu pamoja na kitako chake kurahisisha isionekane, au wakati wa kufanya uhalifu iwe rahisi kuificha. Na hizi ndizo risasi za shotgun ambazo zinatumika kwenye silaha hii. Hivi ni vifaa vya kutendea uhalifu vya kuvunjia, na haya madumu ni ya mafuta aina diesel. Nadhani mnayaona diesel, madumu 89, lakini na TV zapo TV. Hizi TV ambazo zimepatikana kwa makosa ya wizi na uvunjaji. Kwa hiyo wamevunja na kuiba TV hizi. Hii ni nondo. Hii nondo inatumika kwenye uvunjaji. Inatumika kufanya uvunjaji, wanavunja milango, mageti ili waweze kutenda uhalifu kwa maana ya wizi. Lakini kuna visu pamoja na hii nyundo, vyote vinatumika, ni vifaa vya kutendea uhalifu. Labda niendelee kuomba wananchi, kwa sababu kuna mali ambazo zimepatikana. Wananchi wameibiwa TV na mali nyingine pamoja na redio, speaker. Niombe sasa wananchi wote waliofanyiwa uhalifu au tendewa uhalifu wa namna hiyo, kwa maana ya kuibiwa mali zao, TV, redio na speaker, wafike kituo cha polisi. Wafike kituo cha polisi waweze kutambua mali zao, na taratibu nyingine za kisheria zitazingatiwa. Kama watakuwa na risiti ambazo wamenunulia au kuna alama yoyote ambayo wameweka kwenye TV ya kuweza kuonesha kwamba ni mali zao, ni mali zao halali, basi wafike tuweze kuwakabidhi kwa mujibu wa sheria. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linawashikilia watuhumiwa 4 kwa tuhuma za kumiliki silaha kinyume cha sheria, kwamba mnamo tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 11 za jioni katika eneo la Kikuyu Mission lilopo katika jiji la Dodoma, jeshi la polisi liliwakamata watuhumiwa 2 wakiwa na silaha aina ya pistol yenye magazini, ambapo ilikuwa ina silaha risasi 13 ya kinyume cha sheria. Pia tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya jioni saa 11 za jioni katika mtaa wa Rukole uliopo wilaya ya Mpwapwa
mkoa wa Dodoma tuliwakamata watuhumiwa wengine wawili wakiwa na silaha silaha ambayo imetengenezwa kwa kienyeji inayotumia risasi za shotgun pamoja risasi za shotgun 4 kinyume cha sheria. Aidha, tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 4 katika eneo la Kikuyu lililopo katika Kizota tuliwakamata watuhumiwa wawili, lakini Story Kimario. Hawa walikuwa wakisafirisha mafuta kwa kutumia gari lenye namba ya usajili T273 BKB kwa kusafirisha mafuta lita 2420 za dizeli ambazo ziliwekwa kwenye madumu 89 kinyume cha sheria. Haya mafuta yanadhaniwa kwamba ni mafuta ya wizi. Vilevile jeshi la polisi tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 57. Hawa watuhumiwa 57 kwa tuhuma za makosa ya wizi na uvunjaji pamoja na kuwa na vifaa vya kuvunjia au vya kufanyia uhalifu. Watuhumiwa 30 wamefikishwa mahakamani, lakini watuhumiwa 27 bado tunaendelea na uchunguzi. Mali tulizokuta nazo ambazo ni za wizi ni TV 6 pamoja na redio 7. Pia tuliwakuta na vifaa vya uvunjaji vya kutendea uhalifu. Basi uchunguzi utakapokamilika, hatua nyingine za kisheria zitaendelea au zitachukuliwa. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kufuata taratibu zote za kumiliki silaha na wasalimishe silaha hizo, kwani bado tunaendelea na msako mkali kuendelea kuwatafuta au kuwabaini na kuwakamata watu wote ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria. Kwa hiyo ni vema wakasalimisha silaha hizo katika kituo chochote cha polisi au kwenye uongozi wa serikali za mitaa na serikali za vijiji. Vinginevyo hatutamuonea mtu mwali, tutachukua hatua stahiki dhidi yake. Niendelee kuomba wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma kufichua wahalifu pamoja na uhalifu ili mkoa wa Dodoma uendelee kuwa salama.